nasikira atashalwa Masihi mwana wa Mulungu. Vinorero atashalwa Masihi mwana wa Mulungu. Nasikira atashalwa Masihi mwana wa Mulungu. Vinorero atashalwa Masihi mwana wa Mulungu. Atashalwa Nabii Isaya alitabiri mnamo miaka 700 kabla ya kuzaliwa kwake Masiha. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe, katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuthibitisha na kutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Njoni na furaha, enyi wa imani, njoni Bethlehemu upesi. Amezaliwa mjumbe wa mbinguni, njoni tumuabudu, njoni tumuabudu, njoni tumuabudu Mwokozi. Mungu wa waungu, mwanga wa mianga, amekuwa radhi kuzaliwa. Mungu wa kweli, wala si kiumbe, njoni tumuabudu, njoni tumuabudu, njoni tumuabudu Mwokozi. Jeshi la mbinguni, imbeni kwa nguvu, mbingu zote na zijae sifa. Sifuni Mungu aliye mbinguni, njoni tumuabudu, njoni tumuabudu, njoni tumuabudu Mwokozi. Ewe Bwana mwema, twakubarikia, Yesu utukufu uwe wako. Neno la Baba limekuwa mwili, njoni tumuabudu, njoni tumuabudu, njoni tumuabudu Mwokozi. Nabii Isaya anaeleza Masihi kazaliwa wapi. Basi likatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda, na Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ya ufahamu, roho ya ushauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Basi furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata kuhukumu kwa kuyafata anayoyaona
kwa macho yake, wala hataonya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake, bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia. Kwa adili yake ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa pumzi ya mdomo yake atawajua wabaya, na haki itakuwa mshipi wa viuno vyake, na uaminifu mshipi wa kujifunga. Tutajuaje mambo haya
ya uzazi wa Bwana wetu Yesu Kristo na ishara zake ni nini? Nabii Isaya atueleza Masihi atazaliwa na nini ishara yake. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Siagi na asali atakula, wakati aujuapo kuyakataa mabaya na kuyachagua mema. Kwa maana kabla mtoto huyo hajajua kuyakataa mabaya na kuyachagua mema, nchi ile ambayo wewe unawachukia wafalme wake wawili itaachwa ukiwa. Bwana ataleta juu yako na juu ya watu wako na juu ya nyumba ya baba yako siku zisizokuja bado, tangu siku ile aliondoka Efraimu kutoka katika Yuda, yani mfalme wa Ashuru. Nabii Mika anatupa yaliyotokea kutimiza unabii uliotolewa zamani za kabla ya uzazi wa Masihi. Bali wewe Bethlehemu Ifrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Kwa sababu hiyo atawatoa hata wakati wa kuzaa kwake aliye na utungu, ndipo hayo mabaki ya nduguze watawarudia wana wa Israeli. Naye atasimama na kulisha kundi lake kwa nguvu za Bwana, kwa enzi la jina la Bwana Mungu wake, nao watakaa, maana sasa atakuwa mkuu hata miisho ya dunia. vyeo atakavyopewa Masihi atakayezaliwa. Huu ni utabiri uliofanyika vivyo miaka 700
kabla ya uzazi wake. Mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliopewa neema, Bwana yupo pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu baba yake ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanaume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake, yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mathayo anaeleza habari ya kuzaliwa kwake Masihi. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe, asimjue kamwe hata alipomzaa mwanawe, akamwita jina lake Yesu. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbari na jamaa ya Daudi, ili andikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe,
kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafula. Utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiyo Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mara walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni, wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe imani kwa watu aliowaridhia. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya na twendeni mpaka Bethlehemu tukalione hilo lililofanyika alilotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu akayaweka maneno hayo yote, akiyafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huko wanamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote waliosikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Natueleza habari za mamajusi waliotambua jambo hili la ajabu. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, hu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako kwatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faraghani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akawapeleka Bethlehemu, akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkisha kumwona nileteni habari, ili mimi nami niende nikamsujudie. Nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia, na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwapo mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye,
wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Nao wakisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwa njia nyingine. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka, akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri, akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nilimwita mwanangu. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani, naye akabatiza katika mto wa Yordani, huko wakiziungama dhambi zao. Hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujua ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya nyinyi kukimbia hasira itakayokuja? Basi zaeni matunda yapasayo toba, wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu, kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumwinua Ibrahimu watoto. Na shoka limekwisha kuwekwa kwenye mashina ya miti. Basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kukusanya ngano yake ghalani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunikia. Akamwona Roho wa Mungu akishuka katika hua, akija juu yake. Na tazama, sauti ya kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa nawe. Baba mbinguni, kwa jina la Yesu tunakushukuru.
Tena tunakuabudu kwa kuwa wewe ni mwema, na wala Bwana hakuna mwingine wa kufananishwa na kulinganishwa na wewe. Tunapoketi miguuni pako majira haya, tunakuomba ukatuzungumzie, useme na mioyo yetu, tufundishe, tuelekeze, tuonye, tuandae na kututayarisha kwa sababu ya ujio wako. Tunakushukuru sana kwa kumtoa mwanao kuja kututafuta sisi ambao tulikuwa tu wenye dhambi tuliokengeuka. Hivyo sasa Bwana, tunapolisikia neno hili lipate nafasi katika mioyo yetu, na utukumbushe kusudi la ujio wako. Bwana, tunatamani sana kukufahamu zaidi na kukuishia wewe uliye Mungu, na makusudi yako mema yatimie. Sema na moyo wangu napozungumza na watoto wako, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Sasa watu wamezoea kuambiwa habari ya Christmas, lakini sijawahi kusoma katika Biblia ya kwamba Yesu Kristo amezaliwa tarehe 25 ya Disemba. Na wadadisi wa Biblia wanajaribu kukisia, na tarehe hii ya 25 iliwekwa na wana theolojia kwa kuangalia majira, kuangalia haya na yale, wakaiweka siku ya 25. But biblically it has never been proved kwamba hiyo ndio siku ya kuzaliwa kwake Yesu. Anyway, tumi nasema kama yule jamaa aliyeponywa na Yesu katika Injili ya Yohana 9, na watu wengi wakamuuliza maswali sana. Nani aliyekufanyia haya? Vimekuwaje ukapata kuona? Huyu jamaa alichoka. Mpaka akaanza kumwambia Yesu, yule aliyekuponya ni mwenye dhambi. Wakamwambia yule jamaa kwamba yule aliyekuponya ni mwenye dhambi. Nilifika mahali akachoka na stori zao. Akamwambia, mimi sitaki kuelewa huyu bwana awe ni mwenye dhambi ama si mwenye dhambi. Mimi najua jambo moja, nilikuwa kipofu na sasa nafanya nini? Naona. Kwa mimi nami nataka niungane na yule bwana kusema nilikuwa mwenye dhambi, lakini nikatumiwa Mwokozi. Siku ya kuzaliwa kwake sina haja ya kuijua. Nitakalo kuamini ni kwamba siku moja alizaliwa na akaja kama Mwokozi. Lakini Christmas is not only the celebration. And in fact, sahi, we are not celebrating the birth of Jesus. We are supposed to be looking forward for his coming. Si alizaliwa tayari? Hatuna birthday ya Yesu. Sisi tunangoja ujio wake. Ndiyo maana katika kalenda ya kanisa inaitwa Advent. Coming. So tunaangalia Advent period ni wakati wa majilio. Hiyo ndio inaitwa Advent. So mimi leo nataka nizungumze about the second coming of Christ, ama kwa mabano the parousia. The second coming of Christ. Forget about Christmas now. Ujio huu wa Yesu Kristo watu wameusahau. Na ukiangalia Wakristo wengi hivi sasa tunaishi kana kwamba tushafika mbinguni tayari. We are already in heaven. We are now celebrating heaven because we are already there. And we are forgetting one very important thing, that we are waiting for that fulfillment ya yeye kuja mara ya pili. The coming of Jesus Christ is in the heart of the Bible, biblical teaching. It's in the heart. It's the core. Ndiposa maandiko anasema we are pilgrims. Sisi ni wapita wasafiri ambao tunasafiri. Unajua msafiri anayesafiri huwa anabeba vitu gani kwa bagi yake? Kuna nguo kwanza za kumtosha, tena za weather tofauti. Kuna maji ya kumtosha, kuna snacks na kuna vyakula
Na msafiri huyu anapokuwa safarini habebi majaketi makubwa makubwa na makoti manono yanayoburuta chini, maana yatamfanya awe mzito katika kutembea kwake. Kwa hivyo msafiri huyu husafiri na vitu vilivyo light so that aweze kutembea kwa urahisi. Jambo lingine, msafiri huvaa viatu ambavyo vina wepesi, na msafiri huangalia usalama wake. Njia anayotumia hakikisha kwamba ni njia iliyo salama. Mara nyingi sisi tumevisahau hivi vigezo vya safari na tunatembea carelessly katika maisha yetu na Bwana. I just want to remind you today that hatujafika mbinguni bado. Hatujafika mbinguni bado, tupo hapa chini ya jua. Yesu yeye mwenyewe aliyazungumza maneno haya, Marko 13:26, hapo ndipo atakapomwona Mwana wa Adamu akija mawinguni kwa nguvu nyingi na utukufu. Ni nani anazungumza maneno haya? Yesu mwenyewe. Kwa hiyo Yesu alipokuwa anaenda na alijua kwamba atakuja huyo aliye Mwana wa Adamu, na akija anakuja kwa nguvu nyingi na utukufu, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake. Ili nimjue yeye. Nani? Yesu. Katika harakati ya kutaka kumjua Yesu, anataka kumjua kwa nini? Kwa sababu anajua atakuja tena, na lengo lake lote Paulo anasema ni kumjua Yesu na uwezo wa kufufuka kwake, na pamoja na ushirika wa mateso yake. Hasa sisi malengo yetu ni nini? Tumjue Yesu. Tumjue Yesu. Tutamani kumfahamu, tutamani kumjua zaidi na zaidi. Kuna maneno nataka niyapitie kwa haraka sana yaliyotumika katika the Greek New Testament Bible ambayo ilikuwa imeandikwa katika lugha ya Kiyunani. Maneno haya ni kama yafuatayo. Neno la kwanza ni parousia. Parousia nimelitaja, na parousia inamaanisha, this is the common term used in the Greek New Testament Bible, and inamaanisha the second coming, the second advent. It means coming. Parousia means coming. It means arrival or presence, ule uwepo. Na ilikuwa linatumika hili in the first century for the visit of an emperor ama any distinguished person. Ndio likatumika hapo kwa kuja kwake Yesu Kristo. Ni mfalme anayekuja. That presence will be overwhelming. That glory will be overwhelming. Utukufu ambao hakuna atakayeweza kuzuia utukufu. Maana anasema Marko anasema anakuja kwa nguvu nyingi. Anakuja kwa nguvu nyingi. Nguvu ambazo mwanadamu wa asili hataweza kuzidhibiti isipokuwa mtu yule aliyependezwa na kufanana naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuja kwake Yesu, it's like the coming of a king or a president. Bwana Yesu asifiwe. But there is the mightiest coming again. Jesus Christ. Huyo atakuja. Hizi si stories za jaba. Yesu yuaja. Kwa hivyo ishi ukijua kwamba yuaja. Na Yesu, shida ni kwamba akija haji kuokoa mtu tena. Kwa hivyo yeye akija anachukua mavuno, na alisema ngano zinawekwa ghalani na yale magugu yanawekwa wapi? Yanafungwa matita. Hakusema anachoma kwanza. In fact, the process of burning inaanza na kufungwa matita. Baada ya kufungwa vizuri ndio yakatupwe moto. Yanafungwa kiasi kwamba hata mnyama hawezi kuvizia kala.
maana amefungwa. So Jesus is coming. Achana the celebrations of Christmas and whatever, Easter. Hizi zinakuja kila mwaka, lakini Mkristo hakumbuki ya kwamba tunangojea main event, and the main event is his presence, his coming and his revelation. That's word number 1, parousia. Now number 2 is the apocalypse. Apocalypse ambayo inaaminisha revelation, ufunuo. Ndiposa katika Biblia kuna zile zinaitwa apocalyptic literatures, apocalyptic books. Daniel, Revelation. These are some of the apocalyptic books ambazo zinazungumza habari ya mafunuo yake Bwana. So this means revelation. Utasoma vifungu vifuatavyo vya maandiko, maana tutakuwa na muda wa kuvisoma vyote. 1 Corinthians 1:7, 2 Thessalonians 1:7, 1 Peter 1:7. The Lord's coming will reveal. Yani Yesu akija ni kujifunua. Hiyo ndio maana apocalypse, si ndio? Anajifunua kwamba yeye ni nani na dunia nayo ni nini. Huu ndio ule wakati wa kwamba kilichokuwa kimefichwa kinafunuliwa. Huu ndio ule wakati ya kwamba kilichokuwa kimefichwa kinafunuliwa na kinaweka kwenye mwangaza. Kwa hivyo kama na wakati wa kutengeneza ni sasa. Now the last word ambayo tunataka tuangalie before we look at some issues is epiphania. Epiphany. Epiphany means appearing or manifestation. Haya yote maneno matatu yanaeleza kuja kwake nani? Yesu. Wacha kuchanganyikiwa. Hapo nazungumza habari ya neno moja, ujio wake Yesu Kristo. So epiphany means there is the manifestation, appearing. 2 Thessalonians 2 verse 8 na Titus 2:13. Inamaanisha tena ya kwamba it also means drawing back a veil so that what is there already may be truly seen for what it is. Kwa epiphany ni kama you draw back a veil. Like kile kitu ambacho kimezibwa, ile kizibo kinafanya nini? Kinaondolewa. So sasa kile ambacho kipo cha ukweli kionekane. Kwa hivyo utajulikana kama ni Mkristo kweli ama ni Mkristo bandia. Utajulikana tulienda kanisani kumwabudu ama tulifuata mikate. Tutajulikana tulienda kanisani kweli na Mungu kuabudu ama tulikuwa sisi ni wale wa kutawanya. Tutajulikana. Sasa hii hata hatujui who is who. Mimi naweza nikafanya abstract, lakini yule anayezichunguza mioyo wakati huo utajulikana. Hata ukisema Yesu ni Bwana mara 100 kwa siku, lakini akija vitajulikana kama ni vya ukweli ama ni drama. Bwana Yesu asifiwe. Epiphany. But what is the nature of his coming? That can be the subtopic. What is the nature of his coming? Anakuja kwa asili gani? Yes, anakuja, lakini anakuja kwa asili gani? Number 1, it will be a glorious coming. Na tumesoma Mark anasema he will come with glory and power. Yeye anakuja na utukufu. Anakuja na utukufu. Anakuja na utukufu. Anakuja na nguvu. He's coming with great glory. Glory ambayo it is irresisted. It cannot be resisted. It cannot be resisted because it is irresistant. Hakuna atakayeweza kuzuia utukufu huo. Anakuja na nguvu na utukufu. Mathayo 24:30. Anasema kila jicho litamuona. Si kitu cha siri tena. Neno la Mungu linasema habari za kuja kwake Yesu.
hata Yesu mwenyewe hajui ni lini. Ni vitu za siri, lakini wakati akianza kuja hapa, nasema kila jicho litamuona, kila jicho, nzuri na baya, wema na waovu watamuona akija. Kila jicho litamuona Yesu. Nataka niseme hivi, the first advent, ile ya kuzaliwa kwake, ilikuwa with a lot of weakness, a lot of weakness, manyonge. Yesu akadhihirisha unyonge wa kibinadamu, akakubali kuteswa, akakubali kuhangaishwa. That's the first advent. But this second advent will be the contrast of the first one. He is coming with a lot of glory and power. He will come with the clouds of heaven, as you read in Daniel chapter number 7 verse 13. You compare that with Matthew 24:30 and also Acts 1:9. That's a contrast ya vile alipozaliwa na vile atakapokuja tena. Hata kuja kwa unyenyekevu, anashuka kama mfalme. Wakati alipokuja, alizaliwa kwanza na mtu wa kawaida, akazaliwa kwenye hori la ng'ombe, mahali pa kawaida sana. Lakini sasa yeye akiwa ameketi mkono wa kuume wa Mungu, anarudi kama mfalme. So tunatambua Yesu ni nani? Mfalme. So I don't know how prepared you are to welcome this king. I don't know. And you cannot be just careless as you welcome the king. Sisi wanaume huwa tunadhulumiwa. By the way, I have to protest. Kwa sababu when you attend many weddings, mwanaume kama ana process, anaingia kwa church, watu wameketi tu. Na hata MC mwenyewe hata mshipa hampigi. Lakini jamaa ameketi hapa, sasa bado kipulupulu kilete. Wanaanza, here comes the bride. Tusimame kwa heshima ya bibi harusi. Yani inamaanisha bwana harusi ana heshima. Hana heshima. Na maandiko inasema the man is the head of the family who is to be honored. When we are not waiting for the bride, we are waiting for the bridegroom, Jesus Christ. That's the person we're waiting. Na anayengoja bride, bridegroom anamngojea akiwa cheucheu, akiwa na wasiwasi, akiwa amejitengeneza, akiwa amejipamba kama bibi harusi anavyongojea mume wake. The church is the bride of Christ. And as a bride of Christ, this is not just a protest, it's a biblical concept. As the bride of Christ, the church must prepare. Kwa hiyo ni bibi harusi anayestahili kutangulia kwa kanisa, akangoje the head, not the man to go. Kuna vitu nafanya, they are not biblical. Kanisa ndiyo bride ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunastahili kungoja kwa hamu. Let's be analytical here, because we are not talking about wedding, we are talking about the bride of Christ as a church, okay? But let's try to be analytical. Kwa nini focus yote iko kwa bibi harusi na not kwa bwana harusi? Mwa kujiuliza maswali. They are not looking for beauty. No. Maana awe na sura nzuri, awe ni hivyo alivyo, tunasema yote ni kazi ya Bwana, si ndio? Na kazi ya Bwana ipewe heshima yake, si ndio kweli? Kazi ya Bwana tunaipa heshima yake. Lakini kwa nini? They are not coming to look for the beauty, they are coming to see how the bride is adorned. Amepambwa namna gani? Amekaa namna gani? And Christ is looking at the adornment
of the bride, the church. How prepared is the church? How prepared are you as the bride for receiving the groom? How prepared are you? Kwa sababu ya kwako wewe uweze kuhusiana na yeye, alimwaga damu pale Kalvari. He bought you. In fact, kuna so many biblical verses that we are purchased by the precious blood of Jesus. Sasa tumenunuliwa kwa damu ya thamani. We are no longer alone. We already possess. So we have no freedom to circulate amongst other men. So bibi harusi unavaa namna gani? Umejipamba aje? Na Timotheo akasema kujipamba kwenu kusiwe kwa nje tu, lakini uwe ni utauwa ulio wa ndani. So ndani ya mioyo yetu tumejipamba namna gani? Mapambo ya ndani. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini tunasahau vitu za msingi. Tengeneza moyo wako vizuri. Kama ndani kuna chuki, toa. Kama ndani kuna fitina, toa. Kama ndani kuna ugomvi, toa. Kama ndani kuna uchochezi, toa. Mungu ana haja na moyo wako. Hata ukavaa madera throughout, God is interested with your spirit and your heart. Huyo bwana harusi anayengojewa na Yesu, bibi harusi anayengojewa na Yesu, hata akivaa dera hapa, lakini moyo usafi, mbinguni hataenda. Amen. Anangoja watu walio tayari kwenda na yeye. Yesu anangoja watu. Amen. Number 2, that coming will be a decisive coming. Decisive in the question that history will come to an end. The curtains will fall on the stage of time. Christ will come. It will be an event in the history of all people, and all will march to meet him. He's coming. So it will be a decisive coming. Unaona ile kitu, kila kitu kinakuja pa, kinaacha tu. Decisive in the fact that you will not even know when atakuja. Umewahi kutembelewa na mtu ambaye anakuja kwako bila appointment? That surprise visit is very bad. Yesu atakuja ghafla. That I'm saying, it will be a sudden coming. Anakuja ghafla. Alafu akikuja ghafla, usiseme hujakumbushwa. Leo mimi nakukumbusha kwamba Yesu anakuja. Unajua kama his coming is a sudden coming. Despite references to signs of the times, the Bible speaks clearly about the unexpectedness of the Lord's return. In Matthew 24, verse 37 to 44, the Bible narrates, give the signs na kwamba hizo vitu anaanza kuja, kwa time ya kuja kwake yeye haijulikani. So the Lord Jesus Christ affirmed this aliposema haya kwamba the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Matthew 24:44. Kwa hivyo anapokuja ni saa ambayo hamkutarajia. Na Yesu anahimiza hivyo basi wanaomsubiri wakeshe na kuomba. So kuna call ya being vigilant, watch. Anaposema kesheni, hajasema msilale, lakini your spirit be watchful. Roho zenu ziwe macho, tukitambua majira. Kuna watu wengine hata sasa hawajui majira gani tunaishi. Na sisi ni Wakristo ambao tunasema nimeokoka naenda mbinguni. Mbingu gani ambao hujui masaa ya kujiliwa kwako? That is why Wakristo tuko careless. Careless. So he's coming. Outline the following.
faster, just those who are taking notes, why Jesus is coming again. And number one is to complete the work of redemption. Wokovu wa Yesu hautakamilika asiporudi mara ya pili. Yote aliyoyafanya, kufa kwake, kufufuka kwake na kupaa kwake, itakuwa bure na injili ya Kristo itakuwa ya uongo asiporudi mara ya pili. So he is coming to complete what he had started, the completion of the work of redemption. By his coming, Christ will complete the redemptive work and the purpose of God across all ages. All God's enemies, sin, death, and the devil will be removed from the world. Sasa kuna watu ambao wanasema tunamfunga shetani, tunamkanyaga na kumtupa kuzimu. Anayekuja kumtupa kuzimu shetani ni Yesu Bwana. Hapo atakapokuja mara ya pili, hapo ndipo shetani atatolewa. Wewe muombezi, ukitoa shetani mwambie aende alikotoka. Si kazi yako kumpeleka kuzimu, babangu. Wakati wake kukaa katika vifungo bado. What you are asking God to do is to restrain the operations of the devil. Restraining the operations. But you are not binding the devil. Current times, hatuna uwezo wa kubind the devil. We have the power to cast the devil out from our lives. Casting him out, that is not binding. Yani tunamkemea na aende. Bwana Yesu asifiwe. So he's coming to destroy the works of the enemy. And number two, Jesus is coming to resurrect. He's coming to resurrect the dead. By the power of God operating through Christ, at his coming, all who have ever lived are to be called back to a form of an embodied life. The resurrection, however, is with the view of judgment. John 5:28. Hii ufunuo ya ufufuo si kwamba eti wewe ukifufuliwa tayari unaenda mbinguni. Hapa unafufuliwa uende kwa hukumu. Unaelewa? So that view of judgment is there in the resurrection. Wanapokuja kuwafufua watu, kumbuke wanafufuliwa wenye tenda mema wataenda kwa uzima milele na wakosaji nao wapate fungu lao. Oh God, Jesus is coming to judge. He is coming, that's point number 3, to judge all people. Hapa anasema judging all people, inclusive of the living and the dead. So kutakuwa na hiyo judgment, living and the dead. Mkristo sahi anaishi na hawezi kujua kwamba Yesu atakuja tena kuhukumu ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. His coming for judgment is taught in both Old Testament and the New Testament. Mambo haya tunajifunza katika Old and New Testament ya kwamba Yesu anakuja kuhukumu watu wote. Hata mimi nitahukumiwa. Wachungaji sote tutahukumiwa. Uwe askofu, uwe chaplain wa askofu, utahukumiwa tu. Na sisi wote tutahukumiwa. Watu wote, waliokufa na wale walio hai, tupata hukumu hiyo. Number 4, he's coming to deliver the church. The Bible attests that the persecution of the church will be intense at the time of the Lord's return. Daniel 7:21, Matthew 12:21. Anasema kanisa litateswa. Mimi wanga nasema mara nyingi kwamba kama kuna muda wa kugain spiritual muscles ni wakati huu ambao tuna uhuru wa kuabudu. A time will come, the enemy of the church will arise. Hatutakusanyika kama vile tulivyokusanyika hapa as Reformed Anglican Church. Ni kale ka imani kadogo uliko nako kakutetee wakati huu. The persecution of the church. Kuna watu ambao walikuwa burnt at stake, kina Petero, una watu wengine walichomwa kabisa hivyo wakiwa live. And I remember the story of Bishop Hannington. Hawa ni watu ambao walisema tumejitoa kikamilifu kwa ajili ya nani? Ya Yesu Kristo. Na alipokufa anasema my blood has purchased Africa
for Christ. Where are these pastors today? Do you have them? They are very hungry and greedy. They are hungry and greedy shepherds who are not even there when the Christians are in problem. Bwana Yesu asifiwe. But Christ will come to save us. And that's what the Bible says. You are saved today. Sawa. Maandiko yanasema watakaovumilia hadi mwisho ndio watakaookoka. Watakaovumilia. Kwa hivyo naaminisha hapo katikati kuna kipindi cha kufanya nini? Cha kuvumilia. Ndio watakaovumilia hadi mwisho ndio watakaookoka. So hii habari ya kupenda wokovu wa siagi tuache. Bado tuna kazi ya kufanya na bado tunangoja bwana harusi. Hatungoji bibi harusi, tunangoja bwana harusi. Asante Baba yangu, moyo wangu nakutukuza Bwana, ninakuinua Jehova, maana hakuna kama wewe. Tunastahili sifa Masia. Thank you Lord. Thank you for this congregation, Lord. Thank you, Jehovah, for every soul that is here today. Thank you for preserving our lives, oh God. Thank you for those who will be traveling for this festive season. We are praying for their safety of travel, oh God. May you keep them safe in your loving arms. And when they come back safely, we'll also join you to thank you and to bless your holy name. I pray, Lord, that you may put in us a heart full of gratitude, always remembering you, remembering what you've done, and worshiping you with thanksgiving. Because, Lord, you are worthy. Baba, asante. Inuliwa na utukuzwe. Na ubariki maisha yetu. Tufungulie milango ya baraka. Utufungulie uzima. Utufungulie ushindi. Utufungulie wema Bwana. Na kila vifungo vikafunguke kwa jina la Yesu. Na utukufu wako Mungu utufunike kama kivuli. Uwezo wako wa kifalme ukatembee pamoja nasi. Wewe uliye Mungu. Na bariki Baba kila mmoja mikononi mwako. Ninawainua mikononi mwako, naomba wasipungukiwe na chema maishani mwao. Uwatendee, wakumbuke kila mmoja katika uhitaji wa moyo wake. Baba, wasaidie wanapoendelea kutumikia, watie nguvu, waimarike, wala wasitingisike, wakaifanye kazi yako pasipo kujali uchovu wala gharama, na kuendelea Mungu tumainia wewe for your provision, because you are the provider. Na wakabidhi mikononi mwako Bwana, uwazunguke na ukiku wa moto, uwalinde usiku na mchana. Wanapotembea, tazama Bwana, tunakabidhi kwako mikononi. Yesu mwema, uinuliwe kwa ajili yao. Na Bwana kutukuzwa, maana ni mwaminifu. Asante kwa kila nafsi iliyoko hapa. Nashukuru kwa sababu Bwana umekuwa pamoja nasi mwaka ulipoanza, tumekuona Bwana. And for this big family of the Reformed Anglican Church here in Kenya and beyond, we commit it to you and we pray that our spirit shall convict people, shall convict destiny helpers to help this great mission that have put in our hearts. Na kushukuru maana ni mwema. Season hii ni season ya baraka. Season hii ni season ya amani. Season hii uondoe mapigo, uondoe magonjwa, uondoe misukosuko, na utupatie wepesi katika maisha yetu. Jina lako libarikiwe, na ni kwa jina la Yesu Mwokozi naomba na kushukuru. Amen.